Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Ndugu wapenzi watazamaji, ndugu waumini katika imani, huu ni ukumbusho ambao uliokuwa mfupi ambao naukumbusha kwa nafsi yangu, kadhalika nikukumbusheni juu ya masala ambayo ni muhimu. Imetapakaa na kutapakazwa habari tofauti, hasatan katika siku hizi, habari ambazo zinazoambatana na yale ambayo wanaosimulia wenye kusimulia kwamba kuna mchezo kadhaa ambao unaotekelezwa na baadhi ya watu. Allah waongoze na wasamehe endapo kwamba zitakuwa ni habari za kweli ama si kweli. Tuchukulie kwamba ni habari hizi zinazotapakazwa ni habari za ukweli, kwamba yapo mambo ambayo yanayotokea kwa baadhi ya watu, anapelekea anapokuwa amemshika mwenzie, inapelekea kuweza kupoteza sehemu zake za siri, hasatan upande wa wanamume na huenda kwa upande wa akina mama mengineo katika maumbile yao. Ndugu zangu amini, kutapakazwa kwa habari hizi si lengo la mimi kuweza kuzungumza haya ambayo nayokusudia kuweza kuzungumza, la, bali linalopelekea kuweza kuzungumza na kurekodi video hii ni juu ya masala ambayo yaliyokuwa muhimu na tahamaki sana. Pengine akawa muumini ni mwenye kuyatambua au akawa si mwenye kuyatambua. Ikiwa kwamba hayatambui muumini, basi ni juu lako kuweza kusikiliza, na ikiwa kwamba unayatambua, basi si ubaya kuweza kukumbushwa juu ya jambo hilo. Masala hayo ni masala gani? Masala ya watu kuweza kuvaa, sawa ni mkononi au kwenye mavazi yake au sehemu yote ile katika mwili wake, au kuweza kuchukua hili ambalo tunaliona katika mitandao na baadhi ya watu wanalitekeleza, kuvaa misipi pili kadhalika na kuambatanisha na ile ambayo tunaita nyumbani kwamba ni kikwasa. Ndugu zangu waumini, haya ni miongoni katika mambo ambayo yaliyokuwa mazito kabisa. Ndani ya kitabu At-Tauhid ya kilichoandikwa na mwana wa zuoni Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, katika mlango wa 9 anazungumzia mlango huu ambao unaambatana masala haya, na tazame uhatari wa haya ambao tunayoyatumia. Anasema babu minashirk, mlango ambao huwa anaozungumzia ni mlango unaoambatana minashirk, ni miongoni katika shirk, lubsul halqati wal khayti wa nahwihima liraf'i albalai au daf'ihi. Mtu miongoni katika shirki ni mtu kuvaa, sawa ni pete yoyote ile na mengineyo, au kuvaa uzi fulani, wanahwima na mfano wa hivyo viwili, mfano wake, liraf'i albalai au daf'ihi, kwa min ajili ya kuondoa balaa au kuweza daf'i, kuweza yani kujiondolea balaa hilo limefikia, au kujiweka mbali, kujitenga mbali na hilo balaa. Ndugu zangu mimi, masala haya na haya ambayo tunayoyaona baadhi ya watu wanayavaa, Allah tuongoze na tusamehe kwa haya ambayo tunayatekeleza, ya kuvaa misipi na kuvaa vikwasa kwa lengo la kwa min ajili ya kuweza kujilinda lisije likatokea haya ambayo tunayotokea. Tutambue ya kwamba ndugu zangu waumini, haya ni miongoni katika mambo ambayo tuliyotahadharishwa kwayo na kuhusiwa kuweza kujiweka mbali nayo. Mwana wa zuoni Sheikhul Islam na mwana wa zuoni Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, katika sharhi ya kitabu Tauhid al-Qawl al-Mufid, ameelezea masala haya kwa kina na kuyapanua kisawasawa. Huenda kauli za baadhi ya watu wakasema kwamba unaona shekhe, ni kweli haya yananilinda na mimi, najilinda na mimi nisiwezi kufikiwa na jambo kama, hata nikishikwa na mtu yoyote sintatokewa na jambo lolote. Eleweni na tutambue kwamba masala haya tunayovaa, sawa ni hutu tumisipi au hutu tu kamba au pete zile ambazo kwamba ni pete za kujilinda na mengineyo, ameachambua masala haya. Sheikh anasema in i'taqada, atakuwa kwamba ataitakidi anayevaa mambo haya, annaha muathiratun binafsiha, kwamba hayo mambo yanaweza yakaathiri yayo, kama yayo yatamlinda huyo mtu duna Allah, kwamba Allah sio ndiye anayelinda, bali haka ka lastiki ninakovaa ndiko kanako nilinda, aelewa kwamba fahuwa mushrikun shirkan akbar. Huyo mtu atambua kwamba atakuwa amemshirikisha Allah shirki ambayo iliyokuwa kubwa, fi tauhidi rububiyya, katika tauhidi ya ulezi wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani?
liannahu i'taqada anna ma'a Allahi khaliqan ghayrahu, kwa kuwa huyu aliyevaa atakuwa ameitakidi na ameamini ya kwamba hakuna mola mwingine, kwamba ataitakidi ya kwamba pamoja na Allah kuna mola mwingine, kuna mola mwingine ambaye ndiye ambaye anayemlinda na mengineyo. Kwa hiyo watu endapo watavaa, tahadharini sana. Ukivaa unaamini ya kwamba haka kananilinda, haka kalastiki ndiko kanakokulinda na Allah hanilindi, tambua kwamba wewe umetekeleza shirki iliyokuwa kubwa, na hii shirki kama walivyoeleza wanazuoni wa itikadi ya kwamba ni shirki ambayo inamtoa mtu katika Uislamu. Lakini endapo mtu atavaa atasema kwamba annaha sabab, mimi ninakavaa haka ni sababu tu, najilinda ni sababu, lakini najua kwamba anayelinda ni Allah, atambue ya kwamba hili analolivaa endapo kwamba litakuwa ni sababu imethibitika kisawasawa, na hili analolivaa lina athari kubwa ya kuweza kuleta kuwa sababu ya kuathiri juu ya jambo hili, basi atambue ya kwamba in kana laysa muathiran binafsihi. Shekhe anasema kwamba endapo kwamba jambo hili haka kalastiki hakana athari, kalastiki hawezi kumlinda mtu na jambo lolote, hakalindi na jambo lolote mwanadamu, aelewa kwamba fahuwa mushrikun shirkan asghar, atambua kwamba huyo mtu atakuwa amemshirikisha Mola wake shirki ambayo iliyokuwa dogo. Liannahu, kwa sababu gani? Lamma i'taqad, alipoitakidi ya kwamba anna ma laysa bisababin sababa, kwa kuwa kisichokuwa sababu kimekuwa sababu, faqad sharaka Allah, huyo atakuwa amemshirikisha Mwenyezi Mungu fil hukmi lihadha ash-shay'i bi annahu sabab, atakuwa amemshirikisha Allah juu ya jambo hili kwamba hili ni nini? Ni sababu. Wallahu ta'ala lam yaj'alhu sababan, na Allah kamwe hili jambo halijalia kwamba liwe ni sababu. Falidhalika, ndugu zangu, tahadharini na mambo kama haya. Msipi hauwezi ukamnufaisha mtu kutokudhurika na jambo lolote, wala kutokuvaa haiwezi kawa sababu ya mtu kudhurika, isipokuwa illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayhi, isipokuwa kwa jambo ambalo alilomwandikia Allah subhanahu wa ta'ala juu ya jambo hilo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'an, na akianukulu maneno haya mwana wa zuoni katika kitabu hichi, kitabu Tauhid, anasema afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu dhurri. Anasema kwamba hamyaoni haya ambayo mnayoyaomba kinyume chake Allah subhanahu wa ta'ala, endapo kwamba Allah atataka kunidhuru na jambo lolote, je, haya mambo yanaweza yakanilinda kutokana na jambo hili ambalo nataka kunifikia? La shaka kwamba kamsipi wala kikwasa haviwezi vikamdhuru mtu na jambo lolote. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi anainukulu mwana wa zuoni Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab katika kitabu, anasema an Imran ibn Husayn radiyallahu anhu, hadithi kutoka kwa Imran ibn Husayn, radhi za Allah ziwe juu yake, alisema anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam raa rajulan fi yadayhi, alimuona mtu akiwa amevaa pete mkononi mwake yenye rangi kadhaa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, kumwambia ma hadhihi, kwa nini umevaa hii pete? Qala, Mtume akasema ya kwamba min alwahina, ambia kwamba Mtume, nimeivaa hii pete ili kujilinda madhara au maradhi yanatokamana na koo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, akamwambia yule sahaba, akamwambia yule mtu, anzi'aha, iondoe hiyo pete, ivue kabisa, fa innaha la taziduka illa wahna, tambua ya kwamba kuvaa kwako kwa pete hii hakuwezi kukakuzidishia kwako isipokuwa ni uchovu na mazito juu yako, isipokuwa maradhi yanazidi. Ikiwa kwamba unavaa hii pete kwa sababu gani? Ya kujilinda na jambo hilo. Mtume ndio akamwambia, fa innaka law mitta, endapo kwamba utakufa au ikatokea ukafariki hali ya kwamba wa hiya alaika, hali ya kwamba na wewe umevaa hiyo pete, ma aflahta abada, kamwe hautoweza kufaulu. Hadithi hii ni hadithi sahih kama walivyoeleza kwayo wanawazuoni. Maana yake tunakusudia ni ipi? Sina maana ya kuharamisha kwamba pete ni haramu kuivaa, la, bali uharamu unakuja pindi ambapo unapovaa jambo kwa kuitakidi ya kwamba hili jambo ni sababu ya kunilinda na sababu ya mengineyo haya na haya. Falidhalika, ndugu zangu, tahadharini na tahadhari juu ya mambo kama haya. Kikubwa ni kipi ambacho uwasia tunaohusia kwao? Muumini arejee na atambue ya kwamba kama alivyotuhusia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi, anamwambia kwamba ya ghulam,
Ewe mtoto, tambua na usikia kwamba ya hakika ya umma, lau kwamba utakusanyika kwa minajili ya kukudhuru kwa jambo lolote lile, hauwezi kukudhuru isipokuwa kwa jambo ambalo Allah kisha panga. Fadhalika, utakapotaka kutaka msaada, taka kwa Allah. Utakapotaka hifadhi, taka kwa Allah. Na tumeelezwa mengi na mafunzo yako wazi, miongoni katika sababu za watu kuweza kuweza kupata hifadhi ya Allah ni mengi sana. Minha, miongoni katika hayo, kudumu kwa adhkar kwa nyiradi za asubuhi na jioni. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhusia akasema kwamba atakayedumu na maneno haya akayatamka asubuhi na jioni hatodhurika na jambo lolote. Tekeleza, kisha baadaye utakuja kupata uhakika mkweli ni mtume wa Allah au ni mie na wewe ndio tuko waongo tusiyoyasadiki maneno ya mtume. Iweje leo maneno tu ya watu tuwe wepesi ya kuyaamini, lakini maneno ya mtume tukao wenye kuyapuuzia. Mtume anasema katika maneno yake ya kwamba atakayesema maneno haya asubuhi na jioni, bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Haya maneno mtume anasema kwamba kamwe hatopata kudhurika na jambo lolote huyo mwanadamu. Mafunzo ya mtume yanatuambia kwamba atakayetoka nyumbani kwake akasema bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Haya maneno yakiyasema bishara tatu mtu anazipata. Anaambia kwamba kufita wa hudita wa uqita. Anaambiwa kwamba wewe kufita umetoshelezwa, uqita umelindwa, wa hudita na umeongozwa. Lidhalika huu ni wasia na tudumu katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Utajwa Allah utakupa utulivu. Utakupa utulivu ndani ya moyo wako. Wasiwasi kama huu hautoupata. Lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi. Allah anao walinzi wanaowalinda kwa wanadamu pote ambapo watakapokuwa. Tafuteni ulinzi kwa Allah. Tuachane na mambo ambayo ni ya kiupuuzi, mambo ya kiujahilia na mambo ambayo yanaweza katufikisha katika ushirikina. Allah tuongoze na atulinde. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.